Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Purity, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenilinda, amenihifadhi. Kwa wakati huu nawakaribisha nyinyi tena wote kwa hii channel. Karibuni sana sana. Na kama wewe ni mgeni, tafadhali naomba ukaweze kusubscribe, like, comment and share. Na tafadhali naomba mkaweze kunisupport katika hii channel. Tafadhali nawaomba. Na yoyote amelike, kucomment, kushare ama kusubscribe, Mungu akaweze kukubariki. Mungu akaweze kukuinua. Mungu akakupeleka kiwango kingine. Kazi ya mikono yako ikabarikiwe. Katika jina la Yesu. Amen. Leo nataka tuongelelee kuhusu Adamu na Hawa. Katika kitabu ya Genesis 2 mstari wa 18. Maandiko inasema ya kwamba Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu akae peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Hapo ni Mungu alikuwa anasema kuhusu Adamu. Wakati aliumba Adamu, aliona sio vyema Adamu kuishi peke yake. Akaona ni vyema amtafutie msaidizi. Na msaidizi alikuwa ni Hawa. Ili waweze kusaidiana. Kwa maana aliangalia akaona Adamu hataweza kuishi peke yake. Anataka mtu wa kumsaidia pale na pale. Na ndiposa akamtoa bavu lake, akatengeneza mke mwenye anaitwa Hawa. Maandiko inasema ya kwamba nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Yaani alimuumbia mtu ambaye wanafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mwanamke ndio Eve mwenye alidanganywa na Shetani. Akakula ile matunda akapelekea Adamu. Wakakula ndio wafukuzwe katika ile shamba. Wakapelekwa katika ulimwenguni mwingine. Ndio ulimwengu sasa tuko. Na saa hii ndivyo unaona hata wanawake bado wanadanganywa. Wakudanganywa pale na hiyo mambo ikaisha, bado wanadanganywa. Ndiposa unaona naye kazi ya Adamu ya kukua ndio kichwa kwa nyumba. Ni kama iliisha. Sijui wanaume wa kitambo walienda wapi. Wanaume wa kitambo sijui walipotea wakaenda wapi. Wanaume wa kitambo kama huyo wanasikia Adamu na Hawa. Ni wanaume ambao walikuwa na majukumu ya kuangalia watoto wao, familia zao, zinaendeleaje, watoto wanasoma, wanakula, nyumba inalipwa. Ni nini hakuna? Lakini wanaume wa siku hizi kazi yao ni kulala. Kazi ya wanaume wa siku hizi ni kulala. Kwa nyumba kutoka asubuhi mpaka jioni. Wakingojea mwanamke aende akatafute, wapate kitu kukula. Na kama mwanaume wako ni mlevi, omba Mungu sana amuokoe. Kwa maana hakuna kitu ataleta, anatafuta tu pesa ya pombe peke yake. Na akipata hiyo pesa anaenda kukunywa, hata chumvi anunui kwa nyumba. Na akiingia kosa chakula ni vita. Kwani nyumba haijapikwa? Kwani leo sikuli? Na saa hiyo hakuna kitu amelete. Mtoto akimwambia dadi, sina karamu, ambia mama yako. Yaani hata mtoto kalamu hawezi nunua. Na ndiye Adamu Mungu alimuumbia Hawa. Ni kwani hawa wanaume walienda wapi wa kitambo? Jameni. Na ndiposa unaona mwanaume akishapata mwanamke wako ngavu. Wangavu, wacha niseme wangavu. Anajisikilia kama kube. Vile anajisikilianga kwa ng'ombe. Anajisikilia kabisa. Na ni kumdanganya na mdanganya anataka pesa zake. Analala mchana yote, usiku wote. Hata anamdanganya yeye ni mgonjwa, atumiwe pesa.
Anamuingiza kwa mapenzi, anamuita mbaye, sijui ni bibi, sijui ni lafa, sijui ni switi gani. Nitakununulia shamba, nitumie pesa nikununulie shamba. Nitajenga nyumba, tutaishi maisha mazuri, tutafanya harusi. Nakupenda wewe na vitu yako yote. Lakini ni mapenzi ya uongo. Bado wanawake, ile damu tu ya kudanganywa iko. Unakuta mambo inaharibika. Ukirudi pale, ulikuwa na mume, unaacha mume wako. Unaingia kwa mume mwingine. Naye kwa sababu ni muongo anakutoroka. Anakula pesa zako, anaacha una kitu, anatoroka anaenda. Ni kwa nini usikae pale uvumilie, umngojee Mungu? Maana Mungu ndiye ako na suluhisho. Mungu ndiye ako na kila kitu. Wanaume wanalala, wacha walale. Na tafadhali wanaume wa Kenya, ama mahali popote huko. Sio wote. Wacheni kudanganya wasichana wanafanya kazi ngafu. Wanachoka sana. Wanahangaika sana. Wengine hawalali. Wengine hawakuli. Wanalia usiku na mchana. Na wana msaidizi. Msaidizi wao ni Mungu. Mbona msiwahurumie? Mbona msiwahurumie muone kweli ni watu wako na familia? Huyo alitoka hapo akienda kutafutia watoto wake na familia yake. Maybe alikuwa na mume, naye mume akageuka. Akakuwa kinyonga. Akirudi anampangia vile anaweza muua. Hawezi mpea amani. Vile atakula pesa yake yote amhangaishe. Na ni pesa amepata na machozi. Hata kupumzika hakuna. Hata kulala hakuna. Lakini ukimwangalia unaona ni ako sawa sana. Ni kwa nini? Mbona usimheshimu? Chunga sana, wewe unakula pesa ya msichana mwenye ako ngafu. Chunga sana usipatwe na laana. Chunga sana usikuje kulia machozi. Maana Mungu atakupiga kiboko kwa ajili ya huyu msichana. Naye msichana amekuja kufanya kazi, kumbuka uko na familia, uko na watoto, wacha kudanganywa. Uko na watoto na kuangalia. Usikubali watoto wako wale vile ulilelewa. Tafuta pesa zako. Mtu mwenye atakupenda kwa hakika na kweli atajionyeshana. Mungu atamlete. Omba Mungu, ndiye anapeana mwanamume mzuri. Mwanamume mzuri anatoka kwa Mungu. Mwanamke mzuri anatoka kwa Mungu. Na mimi najua hakuna ombi hata moja Mungu hawezi kosa kujibu. Hata akichelewa atakuja kujibu. Usione kama amenyamaza kwa sababu amekosa kujibu. Jibu liko. Na usichanganyikiwe, jibu liko. Usidanganywe, kuna jibu. Ile kitu tu ni kumwamini Mungu. Siku hizi wanaume walishindwa na kazi zao. Kazi yao ni kulala. Wanawake ndio responsibility ya kila kitu. Jameni. Mungu atukumbuke. Mungu akumbuke ndoa zetu. Mungu akumbuke familia zetu. Mungu akumbuke watoto wetu. Mungu akumbuke kazi zetu. Tunapozifanya. Mungu akatutie nguvu. Tunajua hii kazi sio rahisi. Ni safari ngumu. Kuacha watoto wako kwenda makilometers ya kilometers. Ukaweza kutafuta. Ukaweza kuwatafutia. Saindi ingine naye mtu anajaribu kunyenyekea. Ili akukule. Ashindwe sana. Ashindwe sana na nimemkemea ashindwe sana. Mahali hapo ananisikia ashindwe sana. Tengeneza maisha yako na watoto wako. Kama ni ndoa huna ndoa Mungu atakupa. Na kama uko na ndoa ukirudi nyumbani. Kama uko na mume. Vumilia. Siku hizi ndio unaona wasichana wadogo wanaolewa na wazee wa miaka 50. 45 years. Msichana miaka 20. Msichana miaka 25. Kwa sababu nini? Wanasema vijana siku hizi hawataki responsible. Wanataka kukaa tu kule wale watu wako na pesa. Wataki kuchoka. Tafadhali, kama uko na mume, ombea ndoa yako. Mungu atarejesha ndoa yako. Mungu ataitengeneza tena. Mungu atarudisha ile mapenzi ya kitambo. Ile mlikuwa mnapendana wakati mlianza ile ndoa. Wakati mlianza kuitana sweetie, Mungu ataitengeneza.
amini Mungu. Atasimamisha nyumba yako tena. Atasimamisha mume wako tena. Atakutengenezea mke wako tena. Na nyumba yako itasimama. Tusikubali shetani haribu nyumba zetu. Tusikubali shetani haribu ndoa zetu. Tusikubali watoto wetu wakaangamie. Ila tu ni kuwaombea. Na tafadhali, mkiomba, mkumbuke sana watoto. Kumbuka ndoa yako. Kumbuka ndoa ya mwenzako analia. Ndoa inabomoka. Ndoa inaisha. Ndoa ilikuwa na upendo, lakini hakuna. Mkumbuke. Muombe. Ombea watoto wako. Ombea familia yako. Ombea mume wako. Mungu ako na nguvu ya kumrejesha tena. Ombea majirani. Ombea wenzako. Na Mungu atakubariki na atakuinua. Na utaona mkono wa Mungu. Maana Mungu ni mwaminifu. Sio kama mwanadamu. Kwa Mungu hakuna dustbin ya maombi. Mungu huwa anajibu maombi. Ukimwamini, upige magoti na uombe. Ukiwa na imani, Mungu anatenda. Bwana akawabariki sana na akawatendee mema. Tafadhali, usisahau to turn notification bell. Na Mungu atakubariki. Mungu akakuinue, akakuonekanie na akatimize mahitaji yako. Bwana awabariki sana, mkuwe na wakati mwema na Mungu awaonekanie. Bye.